Swali lake lingine Ustazi Ismaila alikuwa anauliza, anasema kuhusiana na ndoa, kuna dua ambayo inawekwa na ubani. Je, ikikosekana huo ubani, dua hiyo inakuwa inakubalika au inakuwa ni pungufu au nini hizi habari? Ndugu zangu katika imani, tuligusia kidogo nafikiri katika wiki iliyopita kuhusiana na kutumizi ya ubani. Ajabu kabisa, na tukaeleza asili ya hiki kitu kuingia katika Uislamu ni kutoka maeneo ya waabudu moto watu wa Persia wa Irani. Walhamdulillah, na Sheikh Abdullah Farsi rahimahullah, Sheikh huyu mfasiri mkubwa wa Qur'ani al-Karim ambaye alikuwa ni chief kadhi kule Mombasa, Kenya, alitunga kitabu, anacho kitabu na viko madukani. Kiangalia kule kitabu kimoja cha Kiswahili kabisa kinaitwa Bid'a za Matanga, Bid'a za Matanga. Kwa hiyo miongoni mwa hayo amebainisha hichi kitu na akaeleza hivi vinavyosema kwamba huu moto ulikuwa unatumika na Majusi, watu walikuwa wanaoabudia moto katika kule Persia, Irani ya leo. Kwa hiyo waliposilimu baadhi yao wakaingia katika Uislamu. Walipoingia katika Uislamu wakaleta zile takalidi zao, na kwa bahati mbaya baadhi ya Waislamu wasiosoma dini yao na kuangalia Mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanyaje dua, alikuwa anaozesha vipi, anaombea dua vipi marehemu, wakaingiza hiki katika masala ya kuombea dua. Na wao walikuwa na itikadia huko zamani ni kwamba ule moshi ndio unapeleka zile dua zao kwa Mungu, kupeleka katika jua ambayo iko juu. Kwa hiyo maana yake zile dua zao wakiziomba zinaenda kupitia ule moshi ndio zinakwenda juu. Kwa hiyo walikuwa wanatumia ubani ambao hautoi harufu nzuri. Basi na ndio hivi kaja karithiwa katika Waislamu zama zetu za leo, na bid'a hiyo na khurafati hiyo ikaingia ndani ya Uislamu. Baadhi ya Waislamu wakairithi kwa muda mrefu. Walhamdulillah, zama zetu hizi sasa za kisomi, za maendeleo ya teknolojia na sayansi, walhamdulillah, elimu imekuwa mashallah bahari nzuri kabisa na wazi, yani iko wazi alhamdulillah. Ingawa wengine wanaleta upinzani, lakini ni kwamba hicho kitu hakikufanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba hawakutumia ubani katika kuomba dua, imma kuombea marehemu wala kufungisha ndoa. Utasilete ubani tuchome ubani. Jamani, kwa nini usitumike udi? Na tunasema hivi, kile chetezo si haram wala si makosa, wala kuweka mkana, kuweka udi, lakini tuweke udi, lakini tusiweke ubani, kwa sababu pengine wengine tunahitaji maana watu wakusanyika sehemu moja kwa wingi, panakuwa na harufu za jasho na nini, hewa inakuwa imebadilika. Kwa hiyo inatakika harufu nzuri. Kwa hiyo sasa harufu nzuri inaletwa na udi al-ud. Maana kuna ule udi mzuri ambao unachoma kwa ajili ya kutia harufu ndani ya nyumba na sehemu inakuwa na harufu nzuri. Itumike hiyo siku hiyo ya harusi, fabiha neema, au siku ya kuomba dua zetu hizi. Kwa hiyo tutachukua tetezo kile, lakini sio lengo letu kwamba ule udi tutakapoweka katika kile ule ubani ule mkana ule kile kichetezo, kwamba ule moshi ndio tunaomba Fatiha. Unaona sasa hapo ndio watu wanapochanganya. Unakuta mtu anaweka ule ubani alafu anasema Fatiha, basi moshi unafuka pale, Allahumma ighfir lana warhamna wa anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Bid'a wal khurafat haya hayapo jamani, ndugu zangu katika imani, hayamo katika Uislamu. Kwa hiyo maana yake tufanye nini? Tuchukue kile chetezo, tuweke mkaa sawa, siku ya harusi yetu tunakiweka pembezeni kama hapo. Maana yake tunaweka ule udi wetu, wakati tunaendelea na ibada yetu ya ndoa hapa, eneo letu linakuwa na harufu nzuri. Fabiana, hilo ndio. Lakini tunapoambatanisha na kusema Fatiha alafu tunaweka ubani ambao unanuka vibaya, basi hii tayari tunaungana na wale mushrikina wa Makka wa huko Irani. Maana yake kuleta uliabudia jua badala ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaingia katika shirki wakati mwingine mbaya kabisa, na tukicheza tunaweza tukatoka hata katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Ustazi Ismaila, haipo katika sheria. Na je, ikikosekana ile ndoa inakuwa haijasihi? Ndoa ni saha 100%, 100%. Maana yake ndoa ile ni sahihi na ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo kama tutahitaji tutatumia katika hili. Ndio hivyo tunatumia majumbani mwetu, tuna chetezo. Mtu ana siku ya Ijumaa, mashallah, hata siku nyingine tu unakuta mke anayejitambua, anayependa kuipendezesha nyumba yake, anachoma al-ud wenye harufu nzuri, na zinauzwa madukani, unga ule wenye kunukia vizuri, anachoma ndani ya nyumba, unakuta kunakuwa na harufu nzuri, na wewe mwenyewe unaweza kuweka katika kanzu zako na ukanukia vizuri, na ukaenda msikitini aliyekuwa unanukia vizuri. Ingawa kwa wanawake hapana, mwanamke asijitie manukato akatoka nyumbani kwake akiwa ananukia. Haya jamani, wote mnapenda na sisi tungependa mfanye hivyo, lakini Uislamu unatukataza, ni sheria ya Allah. Kwa hiyo natutaka tusitumie wanawake wanapotoka majumbani mwao, lakini wakiwa nyumbani kwao wala hamla, wanaweza kujitia kwa ajili ya kusubiri waume zao biidhnillah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam.